Naitwa Victoria Benson Swebe, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kyela. Ndugu mwandishi wa habari, niseme sitaki kuwasema vizuri au kuwasema vibaya. Imekuwa ni desturi ya maskari kutukamata tunapofanya shughuli zozote za chama. Kwa hiyo uwe na kibali usio na kibali, wewe ni muhaini, ni mchochezi, unaofanya mikutano bila kibali. Sisi tuseme tu, niseme sijajisikia vizuri, ndio maana baada ya kupata hizo taarifa nilikuja Mbeya polisi. Tunashukuru wametupa dhamana, kwa sababu wenyewe ndio waliotukamata na wenyewe ndio wametoa dhamana. Sisi tunamshukuru Mungu, ndugu zetu wako nje. Hivi vitu na mimi nimevipitia, Aisha kaa ndani siku 15. Kwa hiyo unaposikia mwenzio amekamatwa ni vile tu moyo unauma, na unajua hivi vitu vipo na vinaendelea kuwepo. Ni pale tu tutakapopata katiba mpya, tutapata tume huru, labda ya mambo yataisha, lakini vinginevyo sisi ni mbuzi wa kafara. Kila siku watatupeleka wanavyotaka, wakituweka ndani watatutoa. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa anatulinda tukiwa huko ndani. Ni vile tu askari hawajajifunza, kwa sababu tarehe 29 ilitufundisha kwamba askari wanatakiwa, kwa sababu kushusha bendera ambayo ni ya taasisi ni sawa na sisi twende tukashushe kofia aliyovaa askari. Ni tafsiri zake. Sasa kama wewe askari unapata nguvu ya kwenda kushusha bendera ili labda kiongozi wako akusifie, mimi nitoe wito tu kwamba askari watuheshimu ili na sisi tuendelee kuwaheshimu, kwa sababu wanatufanya ni maadui, lakini sisi tunajua tunaishi nao. Hawa askari lazima wajifunze kitu, kwamba hawa wanyonge sio kuwafanya kila siku wawe wanyonge. Na sisi sasa hivi hatuwezi kulialia, hatutalia, kwa sababu tunachosema ni haki na tunasimamia haki, na hiki chama huwezi kukiua hivi. Mimi najua hizi ni mbinu ya kumaliza Chadema, ni mbinu kubwa kabisa ambazo serikali imepanga kuiua Chadema. Chadema iko kwenye imani za watu, kwenye mioyo. Ingekuwa kwenye nguo tungezichukua nguo tukazichoma tukazitupa, lakini iko kwenye mioyo yetu ndani. Unaiuaje? Kwa hiyo mimi najua wanatunyong'onyeza vile, kama wanavyochukua viongozi. Mfano, wamemchukua mwenyekiti wa mkoa wa chama, wamemchukua mwenyekiti wa vijana wa mkoa, wa jimbo walijiokoa, sijui walikimbia, sijui walifanyaje. Wanajua wenyewe walitumia mbinu gani ili wasikamatwe. Ni kwa nini wanataka kututia hofu? Sasa mwenyekiti wa mkoa akasema, kwa sababu ninawasimamia watu, acha nikalale ndani. Mwenyekiti wa vijana kalala ndani. Leo tumewatoa, wameniweka mimi ndani. Vijana wangu wakijua watakimbia, lakini bado chama ndio kibichi. Kwa maana hiyo labda atumie mbinu zingine. Hizi za kutuweka ndani mimi naomba tu waziache, kwa sababu unamweka mtu ndani, mwisho wa siku una kesi ya kumpa nini, ni kututesa tu, lakini zitateseka nyama na mifupa. Mioyo yetu inalindwa na Mungu. Kwa ni waombe tu kwamba hizi nyama wanazozitesa zitakuja zikomae, maumivu hayataingia tena. Hata mtoto kama kila siku unampiga, mtoto anakuwa sugu. Kwa hiyo wasitupe usugu. Sisi ni binadamu, tunaheshimu sana sheria, tunaheshimu sana askari, tunaheshimu watu wote, lakini wasitufanye kama ni wajinga. Kila siku unampeleka huku mtu, unamleta huku, unampeleka huku. Itafika wakati itakuwa ni mbaya sana. Wanatujenga, ndio hicho nimekwambia, wanajenga usugu, wanawafanya watu wawe waoga. Sasa watu sio waoga tena, yaani jamii imeshajua kwamba tunaonewa. Ogopa sana mtu ambaye unamuonea alikuwa ajui, sasa amejua. Kwa maana hata wananchi kinachoendelea wanakiona, wanaona kwa macho kwamba hivi mtu kwenye bendera yake anataka kuishusha ili atangaze msiba ambao umempata wa muasisi wake. Ni kosa. Yaani hapo sasa unakuta sasa, kwa sababu labda pengine hatujui sheria, kwa sababu wenyewe wanajua sheria, watatafsiri sheria zao, lakini wananchi na jamii nzima inatakiwa ijue tu kwamba Chadema inaonewa, kwa sababu ni chama ambacho hakina serikali. Ndio maana tunapigwa fimbo hata ambazo sio za kwetu. Maji yanakunywa ng'ombe, anapigwa nguruwe kwa sababu hawezi kukimbia. Lakini kama sisi tungekuwa na serikali, hizi fimbo hazitustahili, sio adhabu ya kweli. Wewe mtu kweli, bendera askari anaenda anaishusha, anaweka kwenye gari, amebaki nayo mpaka leo. Ya nini? Kwamba hataki bendera ya Chadema ipepee. Utatoa bendera, lakini ndio maana nimekuambia Chadema iko kwenye mioyo, haiko usoni wala kwenye nguo. Sasa kama mtu ambaye amekitunza chake moyoni, unasema utamchapa labda kitatoka, hakitoki. Vinginevyo utoe damu yote uweke damu mpya. Sasa hutoweza, kwa sababu aliyeumba ni Mungu, na ndio maana nimesema wakati wa Bwana ipo siku utafika.